Leo tunazungumza habari ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini hoja kubwa, the major concept on that thing is kuongozwa. Hoja kubwa katika ilo neno ni kuongozwa. Sema na mimi kuongozwa. Warumi 8 mstari wa 14 na 16 mpaka 16, sorry. Warumi 8 14 mpaka 16. Neno la Mungu linasema, tuko sasa? Bwana asifiwe sana. Nasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa, those who are led by the Spirit of the Lord, are children of God, are sons and daughters of God. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Angalia Roho anaelezea mstari unaofuata. Roho wa Mungu ni namna gani? Kwa kuwa hamkumpokea tena roho ya utumwa. Anasema kwa kuwa hamkumpokea tena roho ya utumwa, maana yake tuliwahi kumpokea roho ya utumwa. Amen. Sasa anakuja roho ambaye ni kinyume na roho ambaye tulimpokea wa awali. Amen. Sasa kwa kuwa hamkumpokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mpokea roho ya kufanywa wana. Angalia terminology, kufanywa. Kufanya, to be transformed. Maana roho huyo wa Mungu ana uwezo wa kutransform life. Anaweza kutransform status. Anaweza kutransform destiny ya mtu. Anaweza kufinyanga manake. Kwa hiyo tumepokea roho ya kufanywa wana. Asema ambaye kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Ili umtaje Mungu kuwa baba wa kweli, hutamtaja unayotaka wewe, bali yule roho aliye ndani ndiye anamtaja Mungu kwamba baba. Kumbuka tulipotokea juzi kwamba sio sisi tulisemao, bali ni roho wa baba asemaye ndani. Kwa huyu ndiye anashuhudia, ndiye anayesema Aba, ndiye anayesema Mungu baba. Mstari 16 anamalizia, asema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho mwenyewe hushuhudia ndani yetu ya kuwa sisi tu watoto wetu. Haleluya. Nilikuwa nasoma Biblia nyingi wakati naandaa hili somo, lakini Good News Bible kuna kitu anasema kwenye huo mstari 16 nimeupenda sana. Haleluya. Anasema roho huyu anaingia ndani ya roho zetu na kuzibadilisha roho zetu kushuhudia ile ya Mungu. Amina. Sema amen kama unaelewa. Amen. Asema huyu roho, mstari 16 anasema, ngoja nisome kwa 14. Those who are led by God's Spirit are God's children. For the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid. Because the spirit or slaveness spirit normally will cause you to afraid. Anaendelea anasema, mstari 15 sawa sawa.
Asema instead, badala yake, the Spirit makes you God's children. Because without God's Spirit, no way you can become God's child. 16, asema God's Spirit joins, anaungwa, anajiunga. Hallelujah. Unajua kitu ambacho kimeungwa ni kimoja. Naudia tena kusema, kitu ambacho kimeunganishwa, uwezi kunyanyua upande mmoja upande mwingine ukawa pale chini. Kwa sababu ni kitu kimoja kile. Kitu hiki kilikuwa material mbalimbali, lakini kikaingizwa kwenye shape ambayo itazaa hicho kitu. Kilipozaliwa hicho kitu ni kimoja hicho kitu. Kwa maana yake roho huyu wa Mungu ni umoja na roho yetu. Ndio maana tunafanyika wa Mungu. Kwa yule roho ambaye ameungwa pamoja na sisi ndani yetu. Bwana asifiwe. Baadaye anamalizia anasema okay, acha tumalizie hapo, inatosha. Amen. Asema God's Spirit joins himself to our spirits to declare that we are God's children. To declare, kutangaza kwamba sisi ni watoto wa Mungu, kwamba sisi ni wa Mungu. Nataka niende sasa. Kuongozwa maana ni nini? Nimesema tunajifunza kuongozwa na roho. Wote wanaoongozwa na roho. Kuongozwa ni nini? Naomba utulivu sana leo. Amen. Na mtazamaji wetu pote unaponiangalia leo, naomba roho Mungu akufungue akili zako uweze kuelewa nafasi ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya kila anayesema ameokoka au anamcha Mungu. Kama Roho Mtakatifu haja kuongoza, unaongozwa na roho ya utumwa. Hello? Amen. Paulo anaelezea alifanya, anasema kwenye Galatia 4 nafikiri mstari wa 7 pale, anasema kwa kuwa hamkumjua Mungu, mlatumikia wao ambao kwa asili sio miungu. Kumbe sasa tumempokea roho ambaye anatutoa kuwatumikia watu ambao wamejifanya kwenye maisha yetu tuwatumikie wao kwa sura ya kufikiri tutamtumikia Mungu. Nani awezaye kukuonyesha kwamba hapo naye mtumikia sio Mungu, ingawa unaamini unamtumikia Mungu, ingawa unaamini unafuata Mungu? Nani awezaye kukuonyesha? Nani awezaye kukuongoza? Ni roho wa Mungu. Kwa roho wa Mungu anajua, kumbuka yeye ni macho ya Mungu, yeye ni akili ya Mungu, yeye ni nguvu ya Mungu, yeye ni sababu ya Mungu kuonekana katikati ya maisha yetu. Wala pasipo roho Mungu hawezi kujifunua kwenye maisha yetu. Haleluya. Paulo anasema kadhalika roho aliyemfufua Yesu. Kumbe roho ni sababu ya ufufuo wa Yesu. Bila roho hakuna ufufuo wa maisha yetu. Amen. Okay. Kwa lugha nyingine, kuongozwa ni kuamini. Usipomwamini anayekuongoza, utajiongoza mwenyewe. Yesu sifiwe sana. Kuongoza ni kuamini. Ukikataa kuamini, kama ndani ya moyo wako hauna neema ya kumwamini kiongozi, usimfuate, unapoteza muda. Kwa sababu ili ufanikiwe katika maongozi anayokuongoza kiongozi, namba moja lazima uamini kwamba niko salama nikiwa na huyu kiongozi, niko salama katika njia anayoniongoza. Kwa lazima uamini. Kwa anayeongozwa mzuri ni yule ambaye anaamini anayeongoza. Bwana asifiwe sana. Okay, kuongoza nini? Kuongoza ni kukubaliana. Haleluya. Kama huna neema ya kukubaliana, usitegemee mtu atakuja kuongoza na ukaongozeka. Kuongozwa ni mapatano. Kuongozwa ni kukubali. Ukikataa kukubali
kukubali. Ukiwa na neema, usipokuwa na neema ya kukubali, utabaki kwenye roho ile ile ya utumwa. Kwa hiyo mtu anayeongozwa anakubali. Anakubali. Maongozi haya wakati mwingine hata kama yanaleta maumivu, lakini kwa sababu unamwambia naye kiongoza, mwisho wa siku hayo maumivu hata kama maumivu milele, itakuwa ni heshima yako, itakuwa ni furaha yako, itatengeneza mwisho wako mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jumla ya yote hayo, usipokuwa na moyo wa kupenda, kwa sababu huwezi kumwamini ambaye huwezi kumpenda ambaye humwamini. Kadhalika huwezi kumwamini mtu ambaye humpendi. Huwezi kumfuata wala kukubaliana naye ambaye humpendi. Kwa hiyo eneo hili la kupenda ndio msingi mama wa kuongozeka. Kama ndani yako hakuna pendo, huwezi kuongozeka. Haleluya. Haleluya. Kuongozwa kunaanzia katika maeneo yote katika maisha yetu. Kuongoza kwa katika maeneo mapana sana ndani ya maisha yetu tunayoishi kila siku. Kuanzia ngazi ya familia, ukienda ngazi ya ofisi, ukienda ngazi ya umoja wote, mahali ambapo watu wamepatana, wasipomtambua kiongozi wao, wasipompenda kiongozi wao, hiyo eneo haliwezi kuwa imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sifa. Okay, familia inajengwa na watu wawili, lakini familia inaanzishwa na mtu mmoja. Nisikilize. Familia inajengwa na watu wawili, lakini familia inaanzishwa na mtu mmoja. Kwa kusema hivyo, baba ndiye anafika umri anataka kuanzisha familia, anamtafuta mwenzake atakayetengeneza naye familia. Halo. Amen. Furaha ya Bwana. Naomba usikivu sana kwa ibada hii. Naudia tena kusema, tumeongea mara nyingi kwamba baba ni kichwa cha familia, lakini nataka nikueleze, baba huyo huyo ni msingi wa familia. Baba akiyumba katika familia yake, baba akipotea mwelekeo katika familia yake, manake msingi huu umeshakufa. Biblia inasema hivi, misingi ikiharibika, hakuna mwenye haki atafanya chote juu ya msingi ulioharibika chini. Kwa hiyo baba ni kichwa kwa sababu ana macho, anaona na kupeleka familia yake. Lakini baba ni msingi. Msingi huu tunauona leo. Hii nyumba yetu iko hivi kwa sababu ya msingi uliobeba. Na ile nyumba ile iko vile kwa sababu ya msingi uliobeba. Kumbe jengo linavyoonekana linaonyesha uimara na nguvu ya msingi. Msingi kama ni mbovu, msingi kama ni dhaifu, usitegemee nyumba hiyo kwa imara. Yesu alizungumzia habari ya msingi kwamba alianza kwa wili, mmoja amepalaza mchanga kidogo kajenga msingi wake. Lakini mwingine kachimba chini sana kajenga msingi wake. Tunaiona nyumba ambayo iko imara saa ya dhoruba, sio saa ya hali ya kawaida. Dhoruba ikija, dhoruba ikiinuka, mawimbi yakiinuka, ndipo tunaiona uimara. Ndipo tutaona nguvu ya ule msingi uliobeba hilo jengo. Kama ni jengo juu ya mchanga, wala mawimbi hayatapata shida kuihamisha hiyo nyumba. Iliyojengwa juu ya msingi imara, mawimbi yatapata shida, yatajikusanya maji hata level ya madirisha, hata level ya bati, bado nyumba ianguke. Kwa sababu gani? Msingi uliobeba hilo jengo uko imara. Kadhalika katika familia zetu, kama baba, ninakuwa na malengo, ninakuwa na maono, ninakuwa na mwongozo wa watoto wangu. Nataka kuja kujenga kizazi ambacho ni imara baada yangu. Nataka kujenga kizazi ambacho watajua watu kwamba hawa
walijenga kwenye msingi huu. Leo Mungu anajua hayo. Leo Mungu ameelekeza hayo. Jinsi gani kijana isafisha njia yake kwa kufuata akilitii neno. Jinsi gani kijana awe imara, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha hata akiwa mzee. Kwa hiyo baba, kuongozwa kuna njia kwenye madhabahu ya baba. Okay, naenda kumleta mwenzangu mama ili tuzae naye watoto. Kwa tunaongoza watoto hawa. Mama huyu ana nafasi ya kupotosha watoto. Mama huyu ana uwezo wa kuharibu miongozo yako. Mama huyu ana uwezo wa kuua hawa watoto. Nimesema naomba nielewe vizuri. Baba ana miongozo yake, mama anatakiwa afuate, kwa sababu ameukuta msingi wangu ambao naujenga juu ya kizazi changu. Yeye atakiwa nimwelekeze, nataka watoto hao hivi. Kama watoto kikosea, ninapowaadhibu, mama kwa upande wa watoto anaharibu watoto. Kwa hiyo kuongozwa ni slogan kubwa. Mahali pa kazi, mahali pa kanisa, tusipojenga msingi wa kuongozeka, kwanza unamchosha kiongozi. Mbili yako unamvunja moyo kiongozi. Tatu yako unamkatisha tamaa. Kwa sababu kila kiongozi furaha na fahari yake ni kuona utekelezwaji wa maongozi yake, ni kuona matokeo ya njia anayoongoza watu. Kwa hiyo watu ambao unao, nimeandika kwamba there is a fans in us but there is a right people in us. Kuna mashabiki. Mashabiki hawaongozeki. Mashabiki hawana gharama ya timu. Wako wanachama ambao wana kadi, wanachangia kusustain chama chao. Lakini shabiki anashabikia kwa katika kuongozwa au katika kuongoza kama watumishi wa Mungu ambao tumepewa kuongoza watu. Wingi wa watu haimaanishi kwamba unao wengi unaoongoza. Inawezekana watu wengi ambao ni mashabiki. Mashabiki wanabadilisha timu ikipoteza mara kadhaa. Mashabiki wanabadilisha uniform. Walikuwa wanavaa uniform nyekundu, za nyeupe au za blue au za kijani kwa sababu ya fansness, kwa sababu ya ule ushabiki. Wakikataa hii timu wanavaa nguo nyingine na wanaongea kinyume na ile timu walikuwa wanashabikia juzi. Hawaumii kwa sababu hawana gharama katika ile timu. Kadhalika katika utumishi wetu tunao mashabiki ambao wakiona umepotea kidogo kwa mambo na mtazamo wao, wanabadilisha vazi, wanavaa uniform ya kiongozi mwingine. Kwa hiyo katika kuongoza, na hapa tulipo wote ni viongozi. Mwingine kiongozi kwa familia yake, mwingine kiongozi mahali pa biashara yake, mwingine kiongozi mahali pa shughuli zote anazofanya. Usipumbazike na wingi wa watu ambao wanakushangilia. Washangiliaji wengi ni mashabiki. Ukipoteza wanaokimbia. Usipoleta matokeo wanaotaka wao, wanakuacha. Kwa hiyo kuongozwa kuna tabia ambazo zimezisema. Msingi wanayeongozwa lazima apende. Asipopenda, ukingangana kumuongoza, atageuka kuwa mimba kesho. Atageuka kuwa mwiba kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Anayeongozwa mzuri, Paulo anasema kwenye Wafilipi sura 2, ukisoma mstari kuanzia 12 mpaka 13, anaelezea Paulo kwa uchache sana, lakini ukipanua ule mstari unaona pia maisha ya watu ndani ya ule mstari. Anayeongozwa mzuri
au mtoto mzuri au mfuasi mzuri ni yule ambaye anazingatia anachoelekezwa, hata kama anayeelekeza hayupo pamoja na yeye. Anasema wapendwa, mtii au ule utii wenu uzidi kuendelea, si tu nikiwa pamoja na ninyi, hata nisipokuwepo muendelee kutii. Anayeongozwa anapokea alichoelekezwa. Furaha ya Bwana, furaha ya Bwana. Nisikilize kwa uzuri tena na kwa utulivu sana. Paulo anasema nilichowaagiza msikifanye tu kwa sababu mimi nikiwa pamoja na nyinyi. Mtafaulu katika vigezo vya kuitwa wafuasi. Mtafaulu katika vigezo vya kuitwa watii. Lakini mkifanya kwa sababu mnaniona nipo, mkifanya kwa sababu naonekana mbele yenu, ili jambo hata nabii Yesu alisema kwamba nimewaagiza, nimewaachia, lakini nitakapoondoka mimi mbele yenu haya mambo mtaendelea kuyafanya. Je, hata nitakaporudi nitakuta mnayafanya? Anayeongozwa ana tabia ya kufanya, si tu kwa sababu aliyemwelekeza yupo, hata asipokuwa pamoja na yeye. Anayeongozwa anaendelea kufanya. Kwa lugha nyingine, mwongozo unaopewa unageuka kuwa maisha yako ya kila siku. Haleluya, haleluya. Ukikataa kuongozwa, una roho ya utumwa. Nisikilize, ukikataa kufanya asipokuwepo aliyekuongoza, aliyekupa maelekezo ya kuyatekeleza, manake ndani yako iko roho ya utumwa na ya umaskini. Ndio tena kusema ndani ya huyo mtu ambaye anataka afanye mpaka awepo aliyemuongoza, aliyepa maelekezo, ndani yake iko roho ya utumwa na ya umaskini. Ndio anatenda kazi ndani ya maisha yake. Naomba tulie. Wakati mwingine amini inaweza kuwa ni roho ambayo inakutoa kwenye kile ambacho nasema. Ni vizuri kusikiliza sana. Yesu anasema mfano. Mfanyabiashara mmoja alitoa talanta, mnafahamu sio? Akapa huyu 5, huyu 2, huyu 1. Ambaye alipokea lakini ndani yake hajampenda anayetoa. Aliyepokea talanta 1 ambaye ndani yake hajamkubali aliyetoa. Ambaye alipokea talanta 1 ndani yake hajamwamini, hajashikamana naye. Alipokea akafunga kwenye leso, akiwa kwenye drawer kabati. Kumbuka nimesema hivi, ili uweze kufanikiwa kuwa mwongozwaji mzuri, lazima umpende, lazima mheshimu, lazima mkubali. Huyu bwana akaiweka. Okay, roho ya utumwa inakuja wapi? Mtumwa siku zote hawezi kufanya unless ameshikiwa fimbo, unless amesimamiwa. Ukipenda kusimamiwa ndipo ufanye kitu, ndani yako kuna utumwa. Tumezaa watoto. Ukiona mtoto unamwelekeza maelekezo, usipokuwepo anaenda kucheza, kuzurura, ukirudi ndo anaifanya nafanya, ujue ndani ya huyo mtoto anza kujenga madhabahu kung'oa utumwa ndani yake. Atakuwa mtumwa hata katika maisha yake yote baada ya kuondoka kwenye mikono yako. Lakini mtoto ambaye yuko huru ni yule ambaye anafanya kila ambacho umwelekeza hata kama haupo wewe. Okay, anakuwaje maskini? Hata ile kitu kimoja alichokuwa nacho kikanyang'anywa, kwa kabaki hana hata kitu kimoja. Hata ile talanta 1 ambayo alikabidhiwa, kwa sababu tu aliifungia kwa kukosa utii, kwa kukosa kupenda, kwa kukosa kuamini, hata ile 1 aliyokuwa nayo akanyang'anywa.
Kwa ukikataa kuongozwa ndani ya maisha yako, unatengeneza roho ya utumwa na roho ya kuwa duni na roho ya kukosa na roho ya kuwa maskini siku zote. Hata kama neema ilikuja ulikabidhiwa kitu mkononi mwako, kitachukuliwa. Kuongozwa ndio msingi wa ustawi wa kila familia, wa kila mfumo wa maisha. Mungu anasema anampa urithi Caleb. Alimwambia hivi, Kumbukumbu 1:36, anasema Caleb atairithi ile nchi. Caleb atairithi ile nchi. Okay, sababu gani anasema Mungu mpaka Caleb aweze kuirithi ile nchi? Napenda sentensi. Anasema kwa sababu alimfuata Mungu kwa kila neno. Alimfuata Mungu kwa kila neno aliloambiwa. Jamani, kuna wakati tunatoa maneno, tunatoa matangazo, tunatoa maagizo. Kipimo cha wewe kama ni mfuasi, unajadili nini baada ya tangazo ulilotangaziwa? Moyo wako unasema nini ndani yako baada ya kusikia tangazo ulilotangaziwa? Kama moyo wako unasema kinyume, huna roho ya ufuasi. Na kwa sababu gani huna roho ya ufuasi? Huna roho ya kutii, huna roho ya kupenda, huna roho ya kukubali, huna roho ya kufuata. Tunatangaza, jamani, Steven anaenda Mpanda kesho, amefiwa na ndugu yake, naomba nauli tumchangie kijana. Ukileta hoja otherwise, ukiinua hoja nyingineyo katika hiyo hoja ambayo kiongozi wako anakuelekeza, ujue huna roho ya kufuata, huna roho ya utii, huna roho ya unyenyekevu. Kwa sababu ninachokuongoza mimi si kuongozi kukuumiza, wala si kuongozi kuharibu maisha yako. Na kuongoza moyo wa Mungu wenye kuwahurumia wengine. Moyo wa Mungu wenye kulia na wengine wanaolia. Moyo wa Mungu unatuagiza twende heli kwenda kwenye nyumba ya matanga kuliko nyumba ya chakula. Ukiona ndani yako zinainuka hoja zingine baada ya tangazo linalotangazwa na kiongozi wako, alikuwa Rais Magufuli amekufukuza kazi. Kwa hiyo roho hii ya kuongozwa, kama huna roho ya kupenda, huwezi kuongozwa. Okay. Paulo anasemaje? Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa kwanza tu. Anasema hivi, mnifuate mimi kama navyomfuata Kristo. Huwezi kumfuata Paulo kama ndani yako huna Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye kweli yote, na atakutia kwenye kweli yote. Ili mtambue Paulo mpaka umfuate, unahitaji Roho wa Mungu akuongoze. Nimesema ukikataa kuongoza na Roho wa Mungu, unageuza kuwa mtumwa. Leo watu wengi ni watumwa wa watu. Wanashindwa kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye atakwambia huyu ni Paulo mfuate, huyu ni Elisha mpe nyumba chumba cha kukaa. Roho Mtakatifu ndiye atakwambia katika hilo walifanya halitakuletea furaha, bali itakuletea majuto. Paulo sema mnifuate mimi kama namfuata Kristo. Usipokuwa na neema ya kuongozeka ndani yako, lakini uongozi wa Roho Mtakatifu, huwezi kumtambua Paulo na kumfuata. Liko neno kule kwa waraka wa kwanza Yohana sura 3. Anasema, wapenzi, msiziamini kila roho, bali zijaribuni, na atakusaidia kuamini roho hii au kutokuamini. Ni Roho Mtakatifu anayekuongoza. Kwa sababu Roho Mtakatifu anajua hata yaliyosiri. Yeye ndio atakwambia huyu natumika naye, huyu situmiki naye. Huyu natembea naye, huyu sitembei naye. Huwezi kujaribu roho kwa akili ya kuzaliwa kwako. Huwezi kujaribu roho kwa mawazo ya akili yako. Akili na hekima yako haiwezi kupambanua roho ya mwingine.
Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 anasema mtu wa tabia ya asili hawezi kutambua mambo ya rohoni, kwa sababu mambo hayo yatambulika kwa jinsi ya rohoni. Kwa anaposema msijaribu hizo roho, maana huwezi kuijua roho mpaka Roho wa Mungu anayezijua roho zote anakuongoza wewe. Okay, mnifuate mimi kama anavyomfuata Kristo. Manake kuongozwa kama mimi nilivyokubali kuongozwa na Kristo. Tumesema kuongozwa ni mtu kuwa mbele yako na kuelekeza. Kwa hiyo ni kufuata. Kwa Paulo anasemaje? Kama nilivyomfuata Kristo na ninyi mnifuate mimi. Sasa ili umkubali Paulo na kumfuata, ndani yako lazima iwe kwa neema ya kuongozwa. Sikiliza. Roho Mtakatifu akikuongoza, maana sio akili yako inayokuongoza, wala sio mawazo yako yanayokuongoza. Mithali 3 mstari wa 5. Mstari wa 5 au 4 pale. Anasema mtumaini Bwana katika mambo yako yote, wala usizitumaini akili zako. Mtumaini Bwana katika mambo yako yote, bali mtumaini Bwana. Tunapokwenda kutafuta mafuta ya kutumika zaidi, hatuendi tunavyotaka sisi. Ndio maana si kila ibada tunaenda kutafuta network ya mbingu, au si kila ibada hatuiti kuenda mlimani kujitenga na chakula na familia. Lakini kuongoza na Roho anakuambia funga siku hizi, nataka kuzungumza nawe siku 4, jitenge na chakula. Nataka kuzungumza nawe siku 7, jitenge na chakula. Usipokubali kuongozwa, utakuwa unatumia akili yako hata kuleta neno la Mungu kwa maisha ya watu. Kila neno ambalo linatokana na akili ya mhubiri halina matokeo kwenye maisha ya watu. Lakini kila neno la Mungu ambalo linafunuliwa na Roho wa Mungu kwenda kwenye maisha ya mtu huyu awe mkaidi yeye, haitaleta matokeo kwake. Lakini kuna mahali neno hili litaleta shuhuda, litaleta umbaji, litaleta sura mpya ya maisha ya mtu. Kwa sababu sio yeye wala sio akili ya mtu, bali mawazo ya Mungu yanafunuliwa na Roho wa Mungu katika maisha ya mtu. Kwa neema ya Mungu kwenye maisha yetu, au pendo la Mungu kwenye maisha yetu linadhihirishwa kwa sababu ya kuongozwa na Roho wa Mungu. Sasa sikiliza. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 6. Paulo anasema hivi: walifika nchi moja inaitwa Frigia, wakaendelea kutembea wakafika mpaka Galatia. Wakatamani sana wahubiri nchi katika ule mji. Lakini sikiliza, Biblia inasemaje? Roho Mtakatifu akatukataza. Sikiliza vizuri. Wanatembea ni wahubiri wa nchi, wanaenda nchi mbalimbali duniani ili waweze kuwahubiria watu. Wanafika mahali ambapo hapajahubiriwa, mioyo yao inawaambia hapa pafaa pia kupahubiria. Lakini kuongozwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anawaambia sikizeni, hapa sitaki mhubiri. Haisemi Roho Mtakatifu aliwaonya, haisemi Roho Mtakatifu aliwashauri. Naomba vizuri. Haisemi Roho Mtakatifu aliwashauri. Holy Spirit, he didn't advise them. But please, my suggestion, my opinion, do not preach on the city. Either he didn't pre-coach them. It was not a precaution from the Holy Spirit. It was restriction. Do not preach on this city. But in the beauty to be led by Holy Spirit, there is no guilt. Hakuna majuto, hakuna hukumu, hakuna hatia. Roho Mungu nikitaka kuhubiri Mbeya akanikataza, sina majuto ndani yangu. Kwa nini? Kuhubiri hapa
ni Roho wa Mungu ananipa cha kusema hapa. Akikataa sina cha kusema. Unaweza kuona mambo wanataka kuhubiri wahubiri, lakini Roho anayeongoza wahubiri anawakatalia. Wangekuwa arrogant, wangehubiri mahali pale kwa furaha yao na kwa amani ya mioyo yao, lakini wasingegusa maisha ya watu. Kwa sababu mguso wa maisha ya watu ni mguso wa Roho Mtakatifu. Aweza kuleta badiliko ndani ya maisha ya watu, sio akili yangu. Ndio maana Yesu alisemaje? Anasema hakuna mtu anaweza kuja kwangu unless Roho wa Baba amemjalia huyu mtu kumleta kwangu. Amina. Kwa Roho Mtakatifu aliwakataza. Kubali wakati mwingine kukatazwa kumpa namba ya simu huyu unayetaka kumpa kwa akili yako. Kubali wakati mwingine kukatazwa kushirikiana huyu mtu kwenye maisha yako, hata kama unatamani ushirikiane naye. Narudia tena, nilikuwa jambo jema Paulo kuhubiri Frigia. Nilikuwa jambo jema Paulo kuhubiri pale mahali Asia, lakini Roho Mtakatifu alimkataza. Okay, ni jambo jema kumhurumia ndugu yako ambaye yuko kijijini, aje mjini ukae naye kwako. Lakini Roho anaweza kuambia yule anayekuja, anakuja na uchawi. Anakuja kuharibu ndoa yako. Anakuja kuharibu watoto wako. Anakuja kuharibu mke wako, anakuja kuharibu mume wako. Wakati mwingine sisi wahubiri, mtumishi mwingine anakuja, mimi mtumishi nataka nisali pamoja, niwe chini ya mafuta yako. Roho Mtakatifu akiniambia no, huyu mtu anakuja kutawanya kanisa la Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anajua, kwa sababu ndiye macho ya Mungu. Hello. Furaha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani kusikia haya maeneo, kusikia kwa sikio la ndani sana. Hello. Ninatamani hiyo kitu. Kwa Roho Mtakatifu aliwakataza wahubiri, lakini ndiye ametengeneza wahubiri. Angalia concept. Roho Mtakatifu ametengeneza wahubiri. Anasema mtapokea nguvu kisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini anapofika mahali fulani anawakataza wasihubiri hapa. Iko shida gani? Kama yeye nitengeneza, ananiambia nyamaza. Kama yeye nitengeneza, ananiambia pita tu hapa mbele usiongee. Iko shida gani? Kama yeye nitengeneza, ananiambia sitaki uishi na huyu mtu. Iko shida gani? Kama yeye nitengeneza, sitaki karibu na huyu mtu. Iko shida gani? Shida ni kwamba je, ndani yangu kuna roho ya kupenda kuongozwa? Okay. Usipomjua Roho Mtakatifu unaweza ukajiongoza mwenyewe. Usipomjua Roho Mtakatifu, na ukifika hatua ya kujiongoza mwenyewe, usijiite mwana wa Mungu. Usijiite aliyeokoka. Usijiite anayekwenda mbinguni. Kwa sababu huwezi kwenda mbinguni bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anatugonga muhuri wa kwenda mbinguni. Muhuri huo ndio tangaliwa na Yesu. Na Roho Mtakatifu, kumbuka leo yuko na sisi hapa duniani. Yesu hata kanyaga dunia, atakaa juu. Roho Mtakatifu ndiye atayetulusha, kutupandisha. Kwa ukikataa kuongoza na Roho Mtakatifu, usijifariji kwamba una sehemu katika wanaoandaliwa kwenda mbinguni. Labda uanze leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wakati endelea kutafakari haya maeneo, Roho Mtakatifu akaniambia kitu fulani hivi. Akaniambia ziko sababu nyingi sana za watu kushindwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ziko sababu nyingi sana. Nyingi sana za watu kushindwa. Kwa nini wanashindwa kuongozwa? Si tu kuongozwa na Roho Mtakatifu, lakini labda hata kuongozwa katika maisha ya kawaida. Ziko sababu nyingi. Lakini sababu namba moja ambayo ni kubwa, hawajampenda kiongozi wao. Na kwa nini hawajampenda? Wakati mwingine hawajamjua. Kwa hiyo sio rahisi kumjua aliyetumwa na Roho Mtakatifu wao.
Narudia tena, watu wengi hawajamjua Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo sio rahisi kumjua aliyetumwa na Roho Mtakatifu kwao. Niseme leo kwamba watu wengi hawajamjua Mungu. Kwa sababu hiyo wameshindwa kumpokea Yesu kwenye maisha yao. Kwa sababu angejua Mungu angesema, aliyesema huyu ni mwanangu mpendwa ambaye nimependezwa naye. Anaposema msikieni, mpokeeni. Anaposema msikieni, kaeni naye kwa kile anachosema. Sasa kama hujamjua yeye aliyemtuma, wakati mwingine hata kama hukutaka kumpokea huyu, lakini kwa sababu unamjua aliyemtuma, mpokee. Kwa sababu tu hutamkasirisha, hutagombana naye aliyemtuma kwako kwa kukataa kumpokea aliyemtuma. Lakini utagombana naye ukikataa kumpokea aliyetumwa kwako. Naomba nisikilize. Waweza kusema namjua Mungu, lakini ukamkataa Yesu. Kumjua Mungu amekupa nani umpokee kwenye maisha yako. Ili ufurahishe ni kumpokea aliyetuma na yeye. Amina. Ukimkataa aliyetuma na yeye, hata yeye umjui. Amen. Wala una shirika naye. Sasa leo hii ziko sababu nyingi. Okay, sababu ni moja ambayo ni kubwa sana. Ni mafundisho mapotofu juu ya Roho Mtakatifu. Manake ni kujaza haleluya. Haleluya. Ni kukosa taarifa sahihi juu ya Roho Mtakatifu. Naomba elewe vizuri. Watu wengi leo wameshindwa kumpokea Roho Mtakatifu kwa sababu hawana taarifa sahihi. Zingatia kitu. Hawana taarifa sahihi za Roho Mtakatifu. Inaitwa lack of sufficient information about the Holy Spirit. You don't have sufficient information, so you are fed with insufficient information. Umejazwa taarifa zisizo. You are incorrect information. Unaishi katika taarifa ambazo hazimuhusu. Ukipewa taarifa ambazo hazimuhusu, hello, utaishije naye? Utampokeaje? Utamwaminije? Utampendaje? Leo ziko dini yako mafundisho yanayosema Roho Mtakatifu kana kwamba ni mtu dhaifu sana, na wengine wanamtukana. Lakini aliyetupa Roho Mtakatifu alituambia hivi: dhambi zote tunazo binadamu tunasamehewa, lakini kumkufuru Roho Mtakatifu, dhambi hiyo haitasamehewa. To blaspheme the Holy Spirit, there is no remission of sin. Hakuna ondoleo la dhambi kwa mtu yote anayemkufuru Roho Mtakatifu. Sasa watu wamejazwa, angalia uharibifu. Watu wamejazwa taarifa mbaya. Wanamnena vibaya Roho Mtakatifu, mwenye muhuri wa kutosamehe yeyote anayemnena vibaya. Aliyepewa mamlaka ya kutosamehe yeyote ambaye anamkufuru yeye. Leo watu wamejazwa taarifa zilizo kinyume na ukweli wa Roho Mtakatifu. Kwa mafundisho ya binadamu, mafundisho ya Nikolai ya watu yamepoteza, yameua watu wengi katika ulimwengu wa roho. Wanakiri kwamba wana Mungu, lakini hawana Mungu. Ndio maana si ajabu leo, na sio jambo la kushangaza katika zamani za leo kusikia mchungaji ni mchawi. Na wapo wachungaji ni wachawi. Wapo wahubiri wengi ni wachawi, ni washirikina. Kama una Roho Mtakatifu atendaye miujiza. Ukienda Mbozi Ikanda kwa mganga anaitwa
mwananzila, ukachukua dawa ili ukisema kwa jina Yesu watu waanguke, wewe ni mchawi. Na kusanyiko ambalo limekuamini wewe umelimanipulate wakuamini kwamba na Mungu, kumbe natumia kifimbo cheza cha mwananzila. Kwa wako ubili leo ni wachawi. Heri wangeloga watu usiku wapigwe power, lakini kukuloga ufahamu ni uchawi kuliko kukuloga ufe. Amen. Naudia tena, heri anayeua mwili lakini roho yako kaenda mbinguni, lakini anayeua akili ya kujua kweli, anayeua akili. Okay, labda haionekani sana. Huyu ni mwalimu anafundisha watoto kuandaa ili wafanye mtihani kesho waende chuo kikuu. Alafu baada ya kufundisha relevant course, relevant syllabus, anafundisha syllabus mbovu ambazo haziko kwenye mitihani. Watoto wao wana akili za kutosha ili wafanikiwe kwenda kwenye mitihani, lakini anawajaza syllabus ambazo hazikubaliani. Heri aliyewaloga wakafa bila kuingia chumba cha mtihani, kuliko anayeuaminisha uongo wakaingia chumba cha mtihani wakakuta mitihani ile hawana hata somo moja waliosoma na mwalimu. Nakumbuka mwalimu afukuzi kazi, ataendelea. Lakini watoto hawa umewakosesha, umewafikisha mwisho, umeua ndoto zao, kwa sababu umewajaza taarifa mbaya. Wana Mungu, kanisa wa Mungu na mtazamaji wangu, nataka niseme leo kwamba heri anayeua watu kuliko anayekunyima taarifa sahihi hasa za ufalme wa Mungu. Amen. Anakuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Okay, eneo lingine ni kuacha maelekezo sahihi ukakubaliana na maelekezo mengine. Unaacha mwenyewe. Unaacha tu mwenyewe. Sasa hiyo sababu inaitwa ujinga na upumbavu. Maneno haya yote mawili yako ndani ya Biblia. Zaburi 18 inasema hivi: mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Kwa hiyo hata ukizungumza sana habari za Mungu, habari za Roho Mtakatifu juu ya huyo mtu, kwa sababu ndani ya moyo wake amesema hakuna Mungu, unapoteza muda. Nakumbuka neno la Mungu linafichwa kwa sababu ya thamani yake. Yesu alizungumzia mfano wa lulu nzuri, kwamba msidondoshe lulu zenu chini ya miguu ya nguruwe, watazikanyaga. Kwa nini? Hawajui thamani ya pili, hawajui thamani ya lulu. Mimi nimejikisha sana madini, lakini sijawahi kukutana na lulu, wala kuambia lulu iko mahali fulani. Nimeambia rubi iko kule, almasi iko kule, dhahabu iko kule, lakini lulu, Yesu alizungumzia neno lake, thamani yake. Pearl is a highly precious stone. Neno la Mungu kwa sababu lina nguvu ya kumbadilisha mchawi kama mchungaji, ya kubadilisha mganga kama mhubiri, na akaperform miracle. Neno la Mungu linasababisha aliyetasa akaumbika tumbo la kuzaa. Neno la Mungu linasababisha aliyemaskini akawa tajiri. Neno la Mungu linasababisha aliyeoza akawa hai tena. Neno la Mungu lina thamani zaidi ya chochote. Ndio maana Mithali amezungumza kwenye Mithali 3, Suleiman anasema kila aliyepokea neno la Mungu amepokea zaidi ya thamani ya dhahabu yoyote. Leo mtu namweleza neno la Mungu kwa usahihi, kwa sababu ya upumbavu na ujinga ulio ndani ya akili yake, halipokei neno. Anakuona mtu ambaye Yesu alitoa mfano wa mbegu. Neno la Mungu likisomwa kidogo ndani ya maisha yake, ikiinuka udhia kidogo, adha kidogo juu ya imani yake, juu ya wokovu wake, kwa sababu haongozi na Roho wa Mungu, Roho ambaye anatupitisha kwenye moto, Roho ambaye anatuvusha kwenye mauti.
Lile neno analiruhusu lisongwe, baadaye analiacha. Anasema shughuli za dunia hii zinalisonga lile neno. Nakumbuka kila maisha ya mtu ya anayeyaongoza yupo. Narudia, kila maisha ambayo tunaishi yanaongozwa na nguvu fulani nyuma. Ukikataa kuongozwa na roho wa Mungu, maana yake umekubaliana kuongozwa na roho ya shetani. Na kila mwisho wa kuongozwa kuna matokeo. Huwezi kuongoza roho wa Mungu ukapata matokeo ya shetani. Kadhalika huwezi kuongoza roho ya shetani ukapata matokeo ya Mungu. Haiwezekani. Kwa yule ambaye anakataa kuongozwa, anadondosha lile mbegu ambayo ni lulu. Ukiuza lulu utajenga nyumba. Ukiuza lulu utasamesha watoto. Ukiuza lulu utafanikiwa mambo mengi. Kwa ndani ya neno la Mungu kuna kufanikiwa katika maeneo yote. Lakini kwa yeye ambaye amekubali kuongozwa, ukikataa kuongoza roho ya Mungu, ukaongoza na maneno ya watu, utayavuna matokeo ya kuongoza na maneno ya watu. Kwa huwezi kufanikiwa katika Mungu mpaka umekubali kuongozwa na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka kwenye neno ndiko kulimtesa, kulimuua, kulimharibu, kulimbadilisha moyo mzee Adam kwenye bustani. Mungu kwa roho wake alimweleza, kaa hapa Adam, kula matunda yote haya, lima bustani, kwenye mto Frati kuna dhahabu nzuri. Okay, huyu mke wako nimekuletea. It's okay. Angalia, akiongozwa na roho Mungu Adamu, alipopelekea mke, alisema huyu ni mnyama katika nyama zangu, huyu ni mfupa katika mfupa wangu. Nani alimwonyesha? Adamu hakuchumbia popote. Adamu alikuwa hana baba mkwe wala hana shemeji, lakini kulala usingizi na kuamka anakuta mwanamke hapa. Anasema huyu ni nyama, huyu ni mfupa. Bwana siwe sana. Nyama zangu na mfupa wangu una tabia hii. Nyama zikiumwa mimi naumwa, mfupa ukiumwa mimi naumwa. Alichukua anatuambia Adamu pale, asema we are oneness in emotions, in feelings, in everything pertaining life. We are united. Kwa sababu kuna mahali mfupa kauma nikasema shauri yako mfupa. Hakuna mahali nyama za mwili zangu zikauma nikasema shauri yako nyama. Ndicho tu anakisema. Nani alimuongoza? Roho Takatifu. Lakini angalia, alipokubali kuongozwa na sauti nyingine inayomwambia kula tu matunda yote, wewe bugia tu matunda yote, angalia kilichotokea. Akasema sio mimi niliyekosea. Kuna kitu nakiona Kuna kitu nakiona. Sio mimi niliyekosea. Kumbe Eva akiwa nyama katika nyama zake, akiwa mfupa katika mifupa yake, angesema baba nisamehe mimi. Kwa sababu mfupa wangu umekosea, kwa sababu nyama zangu zimekosea. Lakini baada ya kukataa kuongozwa na roho wa Mungu, akaiweka kule mifupa yake na nyama zake, akaambia hukumu ya mifupa na hukumu hizo nyama. Okay, ukikataa kuongozwa na Roho Mtakatifu, hata vitu ambavyo ungeviokoa, hata vitu ambavyo ungevitetea, hata vitu ambavyo ungevipigania, vinageuka kuwa adui ndani yako mwenyewe. Vinageuka vinavaa ubaya ndani yako mwenyewe. Vinageuka kuwa hatia na unatamani hata viondoke mbele yako, kwa sababu vinavaa sura ambayo haikubariki, haikufurahishi tena. Kukataa kuongozwa na roho wa Mungu, vitu vya baraka yako unaweza kuvinyosha kidole. Kwa Mungu uwa hivi vinasababisha hili jambo, uwa hivi vinaniondolea baraka yao. Kukataa kuongozwa na roho kulimfungua macho ya mabaya. Naudia tena, alipokataa kuongozwa na Roho Mtakatifu, macho yake yakafunguliwa. Ndio Biblia inasema. Tuko sawa sawa? Okay, tujiulize. Mungu alipokuwa anamwambia lima bustani,
kula matunda ule na ule. Alikuwa haoni. Alikuwa anaona. Oh, kumbe unapokataa kuongozwa na Roho Mtakatifu, liko jicho lingine. Liko jicho lingine ambalo linafunguliwa. Badala ya kuyaona mema, jicho la mema linanyamazishwa. Jicho la maovu. Unaanza kuona hatia kwa watu. Unaanza kuona mabaya tu. Kwa watu ambao uliyofurahia jana. Kwa watu ambao uliwashangilia juzi. Jicho ovu likifunguliwa, linaanza kuonyesha mabaya. Mungu atuepushe. Kukataa kuongoza Roho Mtakatifu, sababu nyingine ni tabia za asili. Mtu ana tabia za asili. Kumbuka Korinto wa kwanza sura 2:14. Anasema mtu wa tabia za asili hawezi kupokea mambo ya Roho. Mtu wa tabia za asili hawezi kupokea mambo ya Mungu. Tabia za asili kwa Kigiriki inaitwa cosmos, system ya dunia, kufuata dunia. Anasema mambo ya Mungu kwake ni upuzi. Ukianza mstari wa 18, ukienda mstari wa 18, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, anasema neno la msalaba kwa hao wanaopotea ni upuzi. Kwa usimwambie mpuzi neno la kweli. Paulo anasema akili yake ni najis, hata nia yake pia ni najis. Kwa kwake mambo ya roho ni upuzi. Anasema haya mambo kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Na atakwambia jambo hili ni nguvu ya Mungu. Na atakuonyesha kwamba jambo hili lina nguvu ya Mungu. Na atakuthibitishia kwamba shikamana hili jambo, maana ndani yake iko nguvu ya Mungu. Ni Roho Mtakatifu. Maana yeye ndiye macho ya Mungu. Maana yeye uchunguza yote, hata mafumbo ya siri ambayo Mungu hataki tuyajue, yeye ndiye anayachunguza. Kwa Roho akikujia atakwambia jambo hili ni nguvu ya Mungu, usiliache. Shikamana nalo, endelea kuliamini, linatokea, lina matokeo mazuri kesho. Usikubane na sauti zingine, endelea mbele. Bila Roho wa Mungu Elisha asingepokea vazi kutoka kwa babake Elia.